sana kwa sababu modern striker kwa eneo gani? Kwenye eneo la positioning. Unamtazama Dube miongoni mwa wachezaji wazuri sana ambao walikuwa wana uwezo wa kujikita vizuri kukaa kwenye nafasi na wakapewa mpira na wakatumia nafasi, ingawa conversion rate yake ya kufunga magoli ilikuwa haishawishi kwa kweli. Kwenye nafasi 7 mpaka 8 anaweza akafunga magoli 2 ama goli 1, lakini ni mchezaji mzuri sana aliyekuwa anakaa kwenye nafasi. Positioning ni kukaa kwenye space, then una wait to receive the ball, then una uwezo wa kuconvert ule mpira na kuingiza kwenye kimia. Ni jambo ambalo kikosi kwa namna moja ama nyingine Dar es Salaam Young Africans wanakosa mtu wa namna hiyo. Lakini ukiacha kukaa kwenye position, kuchezesha timu, timu ya Dar es Salaam Young Africans unapomkosa mtu kama Prince Dube, unakosa mtu ambaye anaweza akahusika kwenye mchakato wa timu inavyokuwa inacheza. Mpira wa kisasa unamtaka nambari 9 awe ni miongoni mwa watu wanaohusika kuchezesha timu, kwa maana kwamba anaweza akasubiri receive mpira akafanya turns wakati timu inafanya counter pressing. Wanaweza akakuta wachezaji 8 mpaka 9 wamekaa nyuma, lakini unapokuwa huko mbele una receive mpira zeni wanafunguka, unaanzisha mashambulizi wewe, manake unaangalia namba 7, namba 11 yuko wapi. Ukishaanzisha mashambulizi kwenda kulia ama kushoto, then wewe unafanya runs, unakimbia. Sasa ukishafanya runs unakimbia, manake unakwenda kupokea tena ule mpira kwenye penalty box. Sasa mchezaji wa namna hiyo ambaye walikuwa naye wanamkosa. Mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wa kupokea mpira kwenye eneo la 18 akampigia Shadrack Boka ama Zimbwe ama akampigia Maxim pia Zengeri ama Pacome, halafu yeye akakimbia kwenye penalty box mpira ukaja, huyo mchezaji wanamkosa. Lakini ukiacha kumkosa mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wa kucheza timu, ni mchezaji ambaye alikuwa na consistency ya kufunga magoli. Unajua unaweza ukawa na striker anafunga magoli, je, anafunga magoli mara kwa mara? Kuna consistency ya kufunga magoli. Prince Dube toka amekuja kwenye ardhi ya Tanzania, kwenye kila msimu ana wastani wa kufunga magoli 5 na kuendelea. Inaweza ikawa ni namba ndogo, lakini kwa miaka yote aliyokaa Tanzania ilikuwa lazima afunge magoli 5 na kuendelea. Lakini misimu miwili ya mwisho hii ambayo tunaisema tunaizungumza, akiwa Dar es Salaam Young Africans the last season amefunga magoli 13, msimu huu amefunga magoli 10, amehusika kwenye magoli 23 ndani ya misimu miwili ya hivi karibuni, ukiacha assist ambazo zilizungumza. Lakini kwa nini nimemzungumza kwamba ni striker ambaye alikuwa na consistency? Misimu yake ambayo amekaa Tanzania amefunga zaidi ya magoli 50 plus na kuendelea. Manaka alikuwa ni striker ambaye alikuwa ni lazima unapomwanzisha atafunga magoli. Na ndio character nzima ya kuwa striker. Modern striker tunakudetermine kwenye goal scoring, kwamba unafunga magoli mangapi ili tukuone value yako imekaeje. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam Young Africans pia wamemkosa mtu ambaye ziko nyakati position yake ilikuwa inafanya mabeki wa timu pinzani wanashindwa kuwa na utulivu, kwa sababu Prince Dube alikuwa ni bingwa wa kuibia a half space. Yani kuna zile nafasi ambazo hazionekani kama ni nafasi, anaziibia na anakwenda kutengeneza clear chance na anaweza kufunga magoli. Ziko nafasi alikuwa anakosa, lakini unamlaumu yeye kwa ile haraka haraka aliyokuwa nayo.